Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. DCEA yateketeza ekari 603 za bangi Mvomero, watuhumiwa 13 wakamatwa. Rais Mwinyi amtaka Balozi Mkeremi kuimarisha diplomasia ya uchumi. Na katika habari za kimataifa, uchaguzi mkuu Zambia, viongozi wa upinzani 11 wakamatwa kwa tuhuma za uasi. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na habari ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya bangi katika operation maalum iliyofanyika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, huku watuhumiwa 13 wakikamatwa kuhusiana na mashamba hayo. Huyu hapa Gula Kimsola anayo taarifa zaidi. Operation hiyo ambayo imefanyika katika vijiji vya Misengere, Rugenge, Kisaki na Nyarutanga pia imebaini na kuharibu kambi 21 ambazo zilikuwa zikitumiwa na wakulima wa bangi. Akizungumzia kuhusu operation hiyo, Kamishna Jenerali wa DCEA Ari Taslimu amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati endelevu wa mamlaka hiyo chini ya serikali ya Tanzania wa kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya nchini, hususan bangi ambayo imeendelea kuzalishwa katika baadhi ya maeneo ya ndani ya nchi. Amesema operation hizo zimebaini mabadiliko makubwa katika mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wakulima wa bangi, ambapo wanahamisha shughuli zao kutoka maeneo yaliyofikiwa na operation za mwanzo na kuingia ndani zaidi ya maeneo ya hifadhi. Na katika operation tulizofanya safari, tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operation zilishafanyika awali, wakidhani labda mamlaka itashindwa kufika katika maeneo hayo. Wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto ulioko ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya mwendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro, kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi, lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Kwa mujibu wa Kamishna Rimo, amesema tathmini ya operesheni zinazotekelezwa na DCEA kwa mwaka 2023 inaonyesha kuwa licha ya mashamba mengi ya bangi kuweza kubainika na kuteketezwa katika mkoa wa Morogoro, baadhi ya wahusika wameendelea kubadilisha maeneo ya uzalishaji wa bangi na kujificha ndani ya maeneo ya hifadhi. Amesema hali hiyo inahitaji ushirikiano wa kina na karibu zaidi kati ya DCEA, vyombo vya ulinzi na usalama, mamlaka zinazosimamia maeneo ya hifadhi pamoja na wananchi ili kuweza kuzuia maeneo hayo ambayo hutumiwa kwa uzalishaji wa dawa za kulevya. Mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya, lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya, ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya, pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi, lakini mamlaka itaweka intelijensia ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemtaka Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Malaysia Meja Jenerali Mbaraka Naziad Mkeremi kutumia nafasi yake kuimarisha diplomasia ya uchumi, hususan katika kuvutia uwekezaji, kukuza biashara na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea Zanzibar. Taarifa zaidi tujiunge na Gula Kimsola. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Agosti 17 alipokutana na Balozi Mkeremi ambaye amefika Ikulu Zanzibar kumuaga na kupokea maelekezo kabla kuelekea katika kituo chake kipya cha kazi nchini Malaysia. Amesema Malaysia ni miongoni mwa nchi ambazo zimepiga hatua kubwa upande wa kiuchumi, hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kutafuta wekezaji kutoka nchini humo na kuhamasisha kutumia fursa mbalimbali zilizopo ndani ya Zanzibar, hususan katika sekta ya utalii, huduma za hoteli na makazi, pamoja na maeneo mengine yanayohusiana na uchumi wa buluu. Rais Daktari Mwinyi amesema kuwa Zanzibar ina fursa kubwa katika sekta ya uvuvi, mafuta na gesi, pamoja na sekta ya utalii, na amesisitiza kuwa
kuna umuhimu wa kuzitangaza fursa hizo ili kuvutia wawekezaji zaidi kutoka Malaysia na kuongeza idadi ya watalii kutoka nchini humo. Aidha, amemwelekeza Balozi Mkelemi kuangalia namna ambavyo Zanzibar inavyoweza kunufaika na uzoefu wa Malaysia, hususani katika nyanja mbalimbali za maendeleo ikiwemo huduma za kijamii na elimu, kutokana na mafanikio makubwa ambayo nchi ya Malaysia imeyapata katika maeneo hayo. Watu wetu wengi wanasoma Malaysia. Tumekuwa tunapata wakati mwingine scholarships za muda mrefu na muda mfupi, na wakati mwingine vijana wanajitolea kulipia wao wenyewe. Kuna kundi kubwa la Watanzania wanaosoma Malaysia. Vyuo vyao ni vizuri. Kwa hiyo tungependa tuongeze ushirikiano katika eneo la elimu, kwa maana ya kupata scholarship zaidi ikiwezekana, kwa maana ya kufanya ile wanaita university to university collaboration, exchange visits, na kwa hiyo tuwashawishi katika swala la kuangalia tunawezaje tukashirikiana au tukafanya ushirikiano wa vyuo vikuu baina ya nchi zetu. Naye Balozi Meja Jenerali Mbaraka Naziadi Mkelemi amesema amepokea maelekezo ya Rais Daktari Mwinyi na kuahidi kuyafanyia kazi katika utekelezaji wa majukumu yake ya nchini Malaysia. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya Temeke RPC Temeke kuunda kikosi kazi maalum cha kukamata madereva wa maroli wanaoegesha kwenye hifadhi za barabara, ambapo ameagiza madereva wote wanaopaki kwenye hifadhi za barabara wakamatwe na kuhifadhiwa kwenye vituo vya polisi. Taarifa zaidi huyu hapa Mrisho Mapeyo. Chalamila ameyasema hayo wilayani Temeke jijini humo alipofanya ziara ya kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo barabara ya Mandela na kata ya Sandali na kujionea malori mengi yakiwa yamepaki kwenye hifadhi za barabara na mengine kuziba barabara kinyume na maelekezo aliyowahi kuyatoa. Hivyo ametangaza rasmi kuanza kukamatwa madereva wasiozingatia maelekezo. Aidha, Chalamila ametumia ziara hiyo kurejea maelekezo yake ya kutaka wamiliki wa bandari kavu kuhakikisha wanakuwa na maegesho ya malori ndani ya maeneo yao ili wasiegeshe kwenye hifadhi za barabara na kuziba barabara kuzuia watumiaji wengine wa barabara, huku akimtaka mkuu wa wilaya ya Temeke kuwaita kwenye kikao maalum cha mkuu wa mkoa wamiliki wa bandari kavu siku ya Jumatano Agosti 19 ili awapatie maelekezo zaidi. Sanjari na hayo, Chalamila ameweka msisitizo kwa mabasi yote ya mikoani na nchi jirani kurejea kupaki kwenye kituo cha mabasi cha Magufuli badala ya kuendelea kuegesha katika eneo la Shekilango na maeneo mengine yasiyo rasmi, ikiwa ni katika mkakati wa kumaliza msongamano wa magari jijini humo. Yafuatayo yanakuwa ni maelekezo yanayoanza mara moja. Kwa watu wa TANROADS, hizi barabara service road zinatakiwa zipitike na kila mmoja. Kwenye kila mahali mkiweza, nendeni mkablock lori lisitoshe kuweza kupita kwenye maeneo hayo. Lakini na yule dereva yoyote atakaye paki kwenye service road, achana na tajiri, dereva atakaye paki kwenye service road, RPC kwa kuwa yupo, nitaomba uniandalie vijana kadhaa ambao kutoka kwenye ofisi yangu watalipwa wafanye kazi ya kusaidiana na watu wa TANROADS kamata dereva yoyote aliyepaki kwenye service road. Katika ziara hiyo, wananchi wa kata ya Sandali pamoja na madereva wa malori wameeleza changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa maegesho ya malori, uharibifu wa mazingira kutokana na salfa inayotoka bandari kavu eneo la Sandali, pamoja na ukosefu wa barabara za ndani ya kata ya Sandali. Lakini tatizo moja kubwa ambalo wao wanalo, hii barabara wanageuza parking. Ilikuwa wapite tu waingie, lakini utakuta parking kweli mpaka kupita inakuwa tabu. Hilo ndo la kwanza. Wangeuza parking. La pili, ndugu mkuu wa mkoa, mimi bwana kero yangu kubwa ni barabara zetu za mtaa. Miaka 5 tumemaliza yote, ni kupitisha ile greda na wenyewe wanaita changarawe. Maana wanatugeuza kama si hatujui changarawe. Sasa wamekuja mkuu wa mkoa, naona kero zetu za mtaani za barabara za mtaa utazimaliza. Mwaka jana miaka 5 imepita, barabara zikutengenezwa, ni kudanganywa tu. Kero yangu ya kwanza, mheshimiwa, sisi tunateseka na salfa.
Salfa kitu cha kwanza. Yes. Kitu cha pili, mheshimiwa, wawekezaji sisi hatuwakatai. Tunawakubali. Ila kitu kinachotokea sisi, mwekezaji afate barabara. Unakuta ile barabara hafati mpaka zile lugha zote wamevunja. Sasa sisi kama wajumbe tunapata wakati mgumu kuwaokoa watoto. Mtoto ana haki ya kupita pembeni, lakini hata ile njia ya pembeni hakuna. Hata hivyo, mkurugenzi wa halmashauri ya Temeke Jomari Mrisho Satura amemhakikishia mkuu wa mkoa kuwa kilio hicho cha wananchi na maelekezo yaliyotolewa yanakwenda kufanywa kazi. Sababu mpango wetu kama halmashauri tunasubiri kibali cha kutangaza barabara kilomita 100 kwa wakati mmoja, ambapo jimbo hili la Temeke linatarajia kupata kilomita 30, jimbo la Chamazi linatarajia kupata kilomita 40 na jimbo la Mbagala linatarajia kupata kilomita 30. Sasa mheshimiwa diwani kwa kushirikiana na mbunge wao wataainisha barabara ndani ya maeneo yao ambayo wanataka zitengenezwe ambazo zitakuwa ni za kipaumbele. Lakini jimbo la Temeke peke yake, mheshimiwa mkuu wa mkoa, lina kilomita 30. Sasa tunaamini kwa sababu kata nyingi ndani ya jimbo la Temeke, kwa mfano kata za Kilakala na kata nyingine zote tayari zina barabara za kutosha. Imani yetu ni kwamba kati ya hizo kilomita 30 nyingi kabisa zitakuja katika kata hii ya Sandali. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo amesema kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha saratani Mbeya kutakuwa ni hatua muhimu katika kutimiza azma ya serikali ya kusogeza huduma za kibingwa na kibobezi za saratani karibu na wananchi wa nyanda za juu kusini na nchi jirani. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Dr. Msemo amesema serikali imewekeza takriban shilingi bilioni 11 katika ujenzi wa kituo hicho ambacho kinatarajiwa kukamilika Januari 2027 na kuongeza uwezo wa kutoa huduma za uchunguzi, tiba na ufuatiliaji wa wagonjwa wa saratani katika ukanda huo. Akizungumza wakati wa ziara ya wajumbe wa bodi ya wadhamini wa ORCI katika mradi huo jijini Mbeya, Dr. Msemo amesema ujenzi wa vituo vya kikanda ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua huduma za saratani nchini, huku ORCI ikiwa na jukumu la kusaidia kusambaza huduma za kibingwa na kibobezi katika maeneo mbalimbali. Ameeleza kuwa kituo hicho kina umuhimu wa kimkakati zaidi kutokana na nafasi ya Mbeya kama lango la Tanzania kuelekea nchi ya Malawi, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mradi wetu unaendelea vizuri. Leo tumeleta wajumbe wa bodi wameshuhudia, na lengo ni kwamba itakapofika mwezi Januari tuwe tumeshakamilisha ili wananchi wa Mbeya na Nyanza ya Juu Kusini waweze kupata huduma kwa karibu. Lakini pia eneo hili litachangia kwenye tiba utalii kwa sababu tunapata wagonjwa wanaotoka Zambia, Malawi na wenzetu kutoka DRC. Kwa hiyo badala ya wao kusafiri kwenda mpaka Ocean Road kwa ajili ya kutafuta huduma, watazipata hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tiba wa Wizara ya Afya Daktari Hamadi Nyembea amebainisha kuwa saratani bado ni changamoto kubwa duniani, ambapo takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 20 duniani waligundulika kuwa na saratani, huku milioni 9.7 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Kwa Tanzania, amesema inakadiriwa kuwa wagonjwa wapya wa saratani wanafikia takriban 45 kwa mwaka huu, huku takriban milioni 30 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Tumeona hivi mapambano dhidi ya saratani yanapaswa kuwa mapambano makali, na kwa sababu saratani igunduliwa mapema na huduma zikapatikana, watu wanapona. Ila kwa sababu huduma kwa zipatikane, watu wanakuwa wanakuja kugundulika wakiwa kwenye hatua zile za mbali na kwa changamoto kwanza kuwatibia. Kwa sasa hivi serikali inahakikisha kwamba huduma hizi kwanza zinapatikana, lakini pia elimu inatolewa ili wananchi waweze kuwa na ufahamu na wajitokeze kwenda kufanywa vipimo na kwanza kugundulika. Wakigundulika wanazipata zile huduma ya vituo ambavyo vinakuwa vipo karibu na wanapoishi. Naye mkandarasi wa mradi huo Ali Mtigita ameeleza kwamba ujenzi wa kituo hicho cha saratani Mbeya ulianza mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika Januari 2027. Amesema mradi huo wenye thamani wa takriban shilingi bilioni 10.4 umefikia 57% ya utekelezaji, huku kazi zikiendelea kwa kasi ili kuhakikisha kituo kinakamilika kwa wakati. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Tshisekedi anatarajiwa kuwasili nchini Agosti 17 kwa ziara ya kikazi kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya ofisi ya Rais Ikulu na kusainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Bakari Machumu, imeeleza kuwa akiwa nchini Rais Tshisekedi atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo yatajikita katika masuala ya ushirikiano baina ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Machumu ameeleza kuwa baada ya mazungumzo hayo viongozi hao watazungumza na vyombo vya habari. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zina uhusiano wa muda mrefu wa kihistoria na kiundugu unaoendelea kuimarishwa kupitia ushirikiano katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Hii inakuwa ni mara ya 3 kwa Rais Tshisekedi kufanya ziara ya kikazi akiwa rais nchini Tanzania, lakini sasa akitarajiwa kuwasili katika visiwa vya Zanzibar, ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea visiwa hivyo akiwa kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika maeneo ya uvumbuzi, huku ukuaji huo ukichangiwa na shughuli zinazokuwa kwa haraka katika maeneo ya jasiriamali, teknolojia za kidijitali, utafiti na maendeleo, uvumbuzi wa kifedha, biashara zinazoongozwa na vijana na ushirikiano kati ya taasisi za umma na binafsi. Tujiunge na Goodluck Msolla kwa undani wa taarifa hiyo. Hayo yamesemwa katika wiki ya ubunifu Tanzania 2026 ambapo akizungumza katika uzinduzi huo katibu mkuu ofisi ya Rais Mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango Dr. Tausikida amesema wiki hiyo inaashiria mwanzo wa uhamasishaji wa kitaifa wa masuala ya uvumbuzi, wajasiriamali, watunga sera, wawekezaji, watafiti, washirika wa maendeleo, watendaji wa sekta binafsi na wadau wengine, siku chache kabla ya jukwaa kuu la uvumbuzi nchini Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, ubunifu ni uwezo wa kutumia maarifa, mawazo mapya, tafiti, teknolojia, ubunifu wa kiutendaji katika kutengeneza suluhisho zitakazoboresha maisha ya watu, kuongeza tija na kuzalisha thamani ya kiuchumi na kijamii. Nchi yetu katika dira 2050 tunatarajia kuwa taifa jumuishi lenye haki na pia linalojitegemea. Katika dira yetu tumeazimia kuwa taifa lenye ustawi ambalo litakuwa na uchumi wa dola trilioni 1. Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa UNDP Tanzania Shigeki Komatsubala amesema jukwaa hilo linaunganisha taasisi za serikali, washirika wa maendeleo, mashirika ya Umoja wa Mataifa, wasomi, taasisi za utafiti, taasisi za fedha, wawekezaji, viongozi wa sekta binafsi, wavumbuzi, wajasiriamali, mashirika ya vijana, asasi za kiraia na wataalamu mbalimbali wa masuala ya teknolojia ili kubadilishana maarifa katika kutafuta suluhisho la kujenga ushirikiano na kuchangia ajenda uvumbuzi hapa nchini. Innovation is not only about technology or creating new products. It is about doing things differently and doing them better, finding new ways to deliver public services, for example, create more jobs, increase productivity, strengthen businesses, mobilize finance, and solve persistent development challenges. Naye meneja programu ya Funguo ambao iko chini ya Umoja wa Mataifa chini ya shirika la UNDP, Joseph Manirakiza, amesema wiki ya ubunifu kwa mwaka huu inatumika kama jukwaa shirikishi linalotumika katika kubadilishana mawazo mbalimbali ya washiriki, kuwa nyenzo ya ushirikiano, uwekezaji na suluhisho kwa vitendo katika kukuza maendeleo ya nchi. Wiki ya ubunifu Tanzania 2026 itafanyika kuanzia tarehe 31 Agosti hadi Septemba 4 kwa mwaka 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC kilichopo jijini Dar es Salaam, chini ya kauli mbiu isemayo kutoka matarajio hadi mabadiliko katika kubuni njia ya Tanzania kuelekea ustawi jumuishi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Zan Security imezindua mifuko miwili ya uwekezaji, Zan Security ETF na Timiza Plus Fund, ikiwa ni hatua ya kuongeza fursa kwa Watanzania wa viwango tofauti vya kipato kushiriki katika masoko ya mitaji na kupata uwekezaji wenye mseto. Uzinduzi huo pia umeongeza bidhaa zinazopatikana katika soko la hisa Dar es Salaam DSE, huku Zan Security ETF ikiwa ETF ya 3 kuorodheshwa na kufikisha thamani ya soko ya sekta hiyo hadi shilingi bilioni 207. Taarifa yake
marejesho chache yanasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Akizungumza wakati wa uzinduzi huu Agosti 17 jijini Dar es Salaam, waziri wa fedha na mipango Zanzibar Daktari Juma Malik Akil amesema mifuko hiyo ni sehemu ya juhudi za kujenga upya sekta ya uwekezaji wa pamoja na kuongeza ushiriki wa wananchi katika soko la mitaji. Amesema ofa ya awali ya mifuko hiyo imeanza Agosti 17 na itafungwa Septemba 17, 2026, huku kila unit ikiuzwa kwa shilingi 100 na jumla ya units milioni 50 zikitolewa kwa lengo la kukusanya shilingi bilioni 5. Toa wito kwa Watanzania wenzangu kujitokeza zaidi ili kuweza kutumia fursa hii katika hichi kipindi kifupi ambacho kimewekwa, ili waweze kujitokeza kuweka na wao katika soko hili. Hii inamaanisha mifuko hii itaendelea kufungua fursa kwa wananchi wengi zaidi, wakiwemo wa kipato cha chini na kipato cha kati kushiriki katika uchumi wetu, na hivyo kuongeza kiwango cha utumiaji wa huduma jumuishi za kifedha, yani inclusive financial institutionalization, na ukuaji jumuishi wa uchumi wetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa DSE Peter Nalitolele amesema uzinduzi huo utaongeza wigo wa bidhaa za uwekezaji na kuhamasisha Watanzania kuwekeza bila kujali kiwango cha kipato, huku mkurugenzi mtendaji wa Zani Securities Rafael Masumbuko amesema Zani Securities ETF imelenga wawekezaji wanaotafuta ukuaji wa mtaji kupitia uwekezaji mseto, wakati Timiza Plus Fund inalenga wawekezaji wanaohitaji kipato cha mara kwa mara, ambapo malipo yatatolewa mara 4 kwa mwaka. Toka uzinduzi wa Timiza Fund mwaka 2024 na ukuaji wake uliofuatia, ambapo tumetangulia kuambia kwamba toka bilioni 10 iliyopatikana takriban miaka miwili iliyopita tumefikia kufikia bilioni 50, na idadi ya wawekezaji toka 3,000 hadi karibu 14,000, na kiwango cha faida cha 15% kwa mwaka 2025. Na hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika kutafuta suluhisho la uwekezaji ambayo inakidhi mahitaji ya soko. Na bidhaa hizi mbili ambazo zinazinduliwa leo zinathibitisha ukweli mmoja muhimu. Na ukweli huo ni kwamba soko la mitaji lilopevuka lazima liwe na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wawekezaji mbalimbali wenye malengo tofauti ya uwekezaji. Zani Timiza ETF ukiwa mfuko wetu kati ya mifuko mingi tunayoanzisha leo, ni mfuko wa kwanza wa aina yake nchini, yani ni fund of funds, exchange traded fund, inayowekeza katika mchanganyiko wa mifuko ya uwekezaji wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, hati fungani za makampuni, hati fungani za serikali, masoko ya fedha na hisa zilizozalishwa kwenye soko la hisa. Kwa upande mwingine, Timiza Plus Fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja uliobuniwa kwa mahususi kwa ajili ya wawekezaji wanaotafuta kipato cha uhakika cha mara kwa mara. Mwenyekiti wa bodi ya Zani Securities Abdisalam Khatibu amesema mifuko hiyo inaendana na mkakati wa kukuza sekta ya fedha nchini kwa kuongeza chaguo za uwekezaji katika hati fungani za serikali, hisa zilizoorodheshwa, masoko ya fedha na mifuko ya uwekezaji kutoka nchi za Afrika Mashariki. Ameongeza kuwa Zani Securities ETF itakuwa na units zitakazouzwa moja kwa moja DSE, hatua inayotarajia kuongeza unyumbufu na ukwasi kwa wawekezaji, huku utendaji wa kampuni zilizoorodheshwa ukibaki kuwa miongoni mwa vigezo vinavyoathiri mwenendo wa mifuko hiyo. Zani Timiza ETF ni mfuko wa kwanza wa aina yake Tanzania unaowekeza kwenye mchanganyiko wa mifuko ya uwekezaji wa nchi za Afrika Mashariki pamoja na hati fungani na hisa zilizoorodheshwa. Vipande vyake vitauzwa na kununuliwa moja kwa moja katika soko la hisa la Dar es Salaam, hivyo kutoa mgao wa faida mara 4 kwa mwaka. Kama ilivyo mifuko mingine ya uwekezaji nchini, fedha zitakazokusanywa na mfuko huu na mifuko hii miwili zitawekezwa katika hati fungani za serikali, hisa za kampuni zilizoorodheshwa katika soko la hisa na masoko ya fedha kulingana na malengo maalum ya kila mfuko. Asante sana Muhammad Jamal kwa taarifa hiyo.
Mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura ameongeza siku nyingine 10 za zoezi la kufungua na kurekebisha barabara baada ya kukamilika kwa siku 10 za awali kufuatia mwitiko mkubwa wa wananchi walioomba barabara zao zifunguliwe ili kurahisisha usafiri. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inatuarifu zaidi. Akizungumza mapema leo na waandishi wa habari kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Geita mjini, katibu wa mbunge huyo Riziki Marco amesema zoezi hilo lililokuwa limepangwa kukamilika Agosti 16 limeongezwa muda wake kutokana na kuwepo kwa maeneo mengi ambayo bado hayajafikiwa. Amesema uamuzi huo umechukuliwa kwa lengo la kuhakikisha kero za wananchi kuhusu barabara zinapatiwa ufumbuzi, hususa na katika maeneo ambayo yamekuwa na changamoto ya kutokupitika kwa muda mrefu. Mjini ni changamoto ya barabara. Hivyo mbunge wa jimbo la Geita mjini anawatangazia wananchi wa jimbo la Geita mjini kuwa tunafunga rasmi operesheni ya siku 10 za moto za kufungua barabara iliyoanza tarehe 6 mpaka leo tarehe 10, lakini anatangaza operesheni ya kuongeza siku zingine. Kwa hiyo tuna operesheni fungua barabara siku 10 za ziada, na yenyewe itafika kwenye mitaa yote ambayo haijafikiwa. Kwa upande wao viongozi wa mitaa pamoja na wananchi wameelezea kuridhishwa na hatua hiyo, wakipongeza kwa mbunge Chacha Wambura kwa kuendelea kusikiliza kero zao na kuchukua hatua za kutatua, hususa ni katika suala la miundombinu ya barabara. Jambo la kwanza tunampongeza mheshimiwa mbunge Mr. Chacha kwa kuweza kutuletea grade ambazo zinaenda zinatengeneza hizi barabara. Katibu wake alifika kwetu wenye viti na kutuambia kuna siku 10 ambazo mheshimiwa mbunge ameziweka kwa ajili ya kutusaidia barabara ambazo zilikuwa hazijafunguliwa. Ni jambo la kumshukuru kwa sababu unaona, kwa mfano kama hii barabara ilikuwa haipitiki kabisa, na toka imetengenezwa ilikuwa haijawahi kukwanguliwa na wala hazikuwahi hata siku moja kuchongwa, lakini katika mtaa huu tumeweza kutoboa baina ya sehemu na sehemu. Kwa hiyo tunamshukuru mbunge wa jimbo la Geita mjini ndugu Chacha Wambura kwa wananyantotolo na wananchi wote kwa ujumla. Barabara kufunguliwa zinaturahisishia, kwanza zinaturahisishia kuwa na maendeleo, huduma ndogo ndogo, biashara. Mwanzoni hali ilikuwa ni mbaya kwa sababu hizo barabara zilikuwa hazipitiki. Sasa hivi kidogo zina unafuu, zimeparuliwa, zimetengenezwa, watu wanapita bila shida. Zoezi hilo linatarajia kuendelea kwa siku nyingine 10 ikiwa na lengo la kupunguza kero za usafiri na kuwawezesha wananchi wa jimbo la Geita mjini kutumia barabara kwa urahisi na usalama. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.